Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Tukiachana na athari hasi ambazo pengine zimewasibu hapo jana JKT Queens, kwanza tukumbuke Yanga Princess walipata kadi nyekundu, lakini bado haikuiathiri Yanga, na bado mchezo ukaenda dakika 90 ikiwa ni sare ya bao 1-1. Kwa hiyo unachokuja kuangalia kwamba JKT Queens walikuwa mawapi, uchovu sikatai, fatiki wako nayo, na ni kitu ambacho pia nilikitarajia, na ni kitu ambacho bado kipo kwao kinawasumbua, kwa sababu wakati ligi imetamatika wao waliunganisha, hawakupata muda mrefu wa kupumzika, wakaunganisha kuanza michuano ya Sekafa ya wanawake, kutafuta mwakilishi atakaye shiriki michuano ya klabu bingwa upande wa wanawake kwa maana ya CAF Women's Champions League msimu wa mwaka 2025-26, na wakafanikiwa kuchukua ubingwa wenyewe, na wamekabidhiwa bendera ya ukanda wa Afrika Mashariki kisoka kuiwakilisha ukanda wa Sekafa kwenye michuano ile. Kwa hiyo jana dakika 60-70 JKT Queens walikuwa wamechoka, walipotea mchezoni, na pengine mtu akiambiwa matokeo tu kwamba uliisha 1-1 ule mchezo alafu kapoteza kwenye mikwaju ya penalti 6-5, mtu anaweza kahisi kama vile Young Princess walikuwa wamezidiwa. Lakini watu wa mchezo au watu wa mpira wanasema kwamba kuna wakati timu bora inapoteza mchezo na timu ambayo haikuwa na mchezo bora inashinda. Ndicho ambacho kilitokea jana. JKT Queens hawakuwa na mchezo bora, lakini waliweza kufanikiwa kutinga hatua ya finali. Yanga Princess ilikuwa na mchezo mzuri zaidi, lakini sivyo bahati hawakuweza kutinga hatua ya finali ya ngao ya jamii kwa wanawake msimu huu. Na nimpongeze kocha mkuu wa Yanga Princess, Edna Lema. Edna Lema ameibadilisha Yanga. Yanga inacheza mpira mzuri, mpira wa kuvutia. Kwa hiyo akiendelea kuaminiwa atafanya makubwa zaidi. Na huyu tukumbuke ni kocha ambaye pia amewahi kuhudumu kwenye timu za wanaume. Kuna muda alikaa kwenye benchi la Yanga ya wanaume. Kuna muda amefanya kazi akiwa Biashara United, akiwa yeye Amani Josia pamoja na Ivo Mapunda wamefanya kazi pamoja. Kwa hiyo hakuna kitu kipya ambacho hakifahamu. Edna Lema ameinua zaidi Yanga, na msimu unaofuata ninatarajia kuiona Yanga ikiingia kuleta upinzani kwa timu kama Simba Queens, kuleta upinzani kwa JKT Queens, kuleta upinzani kwa Gates program ile ya wanawake ya kina dada. Kwa hiyo ninaiona Yanga ambayo itakuja kuichallenge zaidi JKT Queens na Simba Queens pamoja na Gates program. Sawa, tumalizie kwa kutupa karata. Juzi ulizungumza finali anaenda nani na nani na wameenda. Usitunyime leo hii utuambie ni nani atatoa ubingwa na nani atashika nafasi ya pili, ya tatu, ili tujue mambo yataendaje, kwa maana mchezo kati ya Yanga Princess dhidi ya Mashujaa Queens, na upande wa JKT dhidi ya Simba. Naomba nianze na mchezo wa mshindi wa 3 kati ya Yanga Princess dhidi ya Mashujaa Queens. Hapa Yanga anakwenda kumaliza kama mshindi wa 3, kwa maana atashinda mchezo wake dhidi ya Mashujaa Queens. Sasa kwenye mchezo wa finali, sio kwamba labda kwanza niseme mshindi ni nani, bingwa wa ngao ya jamii 2025. Bingwa ni Simba Queens. Sio kwamba ana ubora mkubwa kumshinda JKT Queens, hapana. Ila kitu ambacho kinawatesa JKT Queens, kilichowatesa jana dhidi ya Young Princess, ndicho ambacho kitakwenda kuwagharimu kwenye mchezo wa finali siku ya Jumapili dhidi ya Simba Queens. Ni kitu kimoja, fatigue. Wachezaji wengi wa JKT Queens wametumika pasipo kuwa na mapumziko. Mtazame binti kama Winifrida Herbert-Gerald, mchezaji wangu pendwa zaidi JKT Queens. Ni binti mdogo lakini anaonyesha kiwango kweli. Yule sina shaka naye, yule kuungana na kina Aisha Masaka walioko Brighton, sasa hivi ameenda Spain kule, ni swala la muda. Yani Winifrida Gerald kwenda barani Ulaya, kupata visa kwenda Ulaya ni swala la muda. Ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa na ninamhusudu sana. Mimi ni shabiki yake mkubwa sana. Kwa hiyo Simba anakwenda kushinda huo mchezo wa finali kwa sababu JKT Queens wanapitia fatigue, wachezaji wake wengi wamechoka. Tazama mchezo hapo jana
walikuwa ni kwamba wanacheza ili mradi tu dakika 90 ziweze kutamatika, lakini walikuwa hawana tena energy kiwanjani. Kwa hiyo kwenye mchezo wa finali zaidi ya Simba ambayo imeleta wachezaji wengi wa kimataifa na wenye uzoefu mkubwa, sioni JKT Queens ikisurvive au ikiponyoka kwenye mikono ya Simba siku ya Jumapili kwenye mchezo wa finali. Kwa hiyo bingwa ni Simba Queens, nafasi ya pili ni JKT Queens, nafasi ya tatu ni Yanga Princess, na nafasi ya 4 atamaliza Mashujaa Queens kutoka Kigoma. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.